nimeleta incubator kwa wanawake wa mkoa wa Kilimanjaro kwa kata zote 169 za mkoa wa Kilimanjaro. Incubator hizi nimezileta kimkakati. Siasa ni uchumi, na kwa namna hiyo nimeleta incubator ili kwanza kwenda kuinua uchumi wa wanawake kwenye kata na matawi, lakini pia kwenda kuwaunganisha wanawake wa Chama cha Mapinduzi na wasio wa Chama cha Mapinduzi, lakini kuleta lishe kwenye jamii yetu, manake mayai ni afya. Watoto wetu watakula mayai, wazee watakula mayai, wamama wajawazito watapata mayai, lakini kuku ni kitoweo, ni chakula. Lakini pamoja na hivyo, watakapototolesha kuku wale, watawauza na watapata uchumi wa mwanamke mmoja mmoja, lakini kama vikundi ambavyo ninaenda kuviunda katika kila kata katika mkoa wangu wa Kilimanjaro. Incubator hizi ziko 169 zenye thamani ya milioni 84 na laki 5 ambazo nilitoa kama ahadi wakati ninaomba ridhaa ya kuwa mbunge wa wanawake mkoa wa Kilimanjaro. Ni siku ya pekee, lakini ni siku ambayo kwenye historia yetu tutaikumbuka. Ninasema hivyo nikiwa na maana kwamba kina mama hawa kwa siku hii ya leo wanaondoka wakijua kwamba wana mtaji wametoka nao katika wilaya yao ya Siha, kwenye eneo la wilaya, lakini wanaenda kufanya kazi. Dadangu Esther Maleko, pamoja na mambo yote ulioweza kutukimbilia kwenye kipindi cha nyuma katika utendaji wako wa kazi, lakini leo tunakupongeza kwa kazi kubwa ulioifanya. Wakina mama hawa pamoja na wengine ambao wako vijijini ambao hawako hapa, hawa ni wawakilishi wao, kwa leo watajivunia jambo kubwa ulilolifanya. Tunakushukuru kwa kututembelea wakina mama wilaya ya Siha. Tunasema asante. Ni kweli kama alivyozungumza mwanzo, alikuja kwa kupapasa, lakini tulimwamini. Tukajua tukimtuma huyu mtoto atarudi, na kweli amerudi. Na amerudi mara nyingi. Ulipotoa, Mungu akalete njia nyingine. Uendelee kufanya na kufanya na kufanya. Anafanya makubwa. Ananisaidia mimi mtoto yatima. Anamsomesha, amemsomesha kuanzia form 1, sasa yuko form 3. Anamlipia kila kitu. Tumefanya vingi kule kwenye tarafa yetu ya Siha Kusini na dada huyu. Kweli Mungu ambariki. Hakupenda kula mwenyewe, amekuwa kuku, hakuwa bata. Bata kipita mbele anawapanga watoto nyuma. Aya, twendeni watoto wangu, akikuta anafanya hivi. Lakini kuku anafanya kokodo, watoto wanatamiwa. Amekuwa kuku kwetu. Tumpongeze jamani. Haiwezekani mheshimiwa mbunge akatuletea kitu kikubwa namna hii, alafu mtu akaenda mahali akidampo hapo, wanawake wako kule wanahangaika, alafu wewe ukanyamaza nacho. Wenye viti, makatibu, ni waombe kamati za utekelezaji za kata mko hapa. Najua yako mambo mengi hamyajui kwa sababu mlikuwa mshirikishwi. Uongo kweli? Leo mmepewa mtaji huu na nyinyi mkiona. Tunamshukuru kwa ajili ya kutuletea hizi mashine za kutotolesha vifaranga. Ni kweli wanawake wengi sasa hivi ni wajasiriamali, na ujasiriamali mkubwa umejikita kwenye ufugaji wa kuku, ng'ombe, mbuzi na kadhalika. Lakini ujasiriamali mkubwa wa kufuga kuku ni kitu ambacho kila mtu anaweza akafuga, kwa sababu kwanza mtaji wake ni mdogo. Lakini zaidi ya yote tunaweza kufuga hizo kuku, lakini jinsi ya kupata hii mashine ya kutotolesha ilikuwa ni changamoto. Kwa tunamshukuru sana mheshimiwa mbunge Esther Edwin Maleko kwa kutuletea hii mashine ya kutotolesha vifaranga. Ni sehemu moja hapo kumtoa kila mwanamke katika hali duni ya kimaskini. Mwenyezi Mungu ametupendelea kwa kweli. Tumepata nafasi ya kuja kuonana na mbunge wetu viti maalum mkoa wa Kilimanjaro Esther Maleko. Ametuwezesha mashine ya kutotolea vifaranga. Tulikuwa sisi tumeteseka sana, sisi ni wazee, pia tunaenda kwenye mikopo inayotutesa ambayo ni kausha damu. Lakini kwa sasa hivi Mungu ametufungulia mlango. Tutakuwa wamama
wa kulea wajukuu, kwa sababu tumepata mashine haya, tunaenda kutotolesha vifaranga na hatutapata shida ingine, na pia tunamwombea heri azidi kuwa mfano wa wabunge wengine wa Kilimanjaro. Wengine wachukue mfano kwa Esther Maleko kuja kutukomboa sisi hapa Siha. Tulishateseka cha kutosha. Tunaomba Mwenyezi Mungu azidi kumpa nguvu na uwezo. Kwa kweli tumempenda kwa sababu ni kiongozi wetu ambaye anatujali sana. Tangu tulivyompa nafasi hii, amekuwa pamoja nasi bega kwa bega, na hata mtu unapokuwa na shida yako binafsi, huyu mama amekuwa akitukimbilia kwa karibu sana. Lakini tunamshukuru sana kwa ile alilolifanya siku ya leo. Ni tukio la pekee kabisa na hatutakaa tukalisahau katika maisha yetu. Namusi sana hii mduani yetu, mbunge yetu. Atusaidie tena mara ya pili na tutampa mara ya pili kwa sababu mara ya kwanza amefanya jambo mzuri. Kwa hiyo tunapenda sana. Namshukuru kitu ambacho ametufanyia. Shukuru Mungu sana kwa kutupa kiongozi mwadilifu na mwenye kupenda watu na kuwajali kama mtoto wetu Esther Maleko. Bunge wetu ametuletea vifaa ambavyo hatukuwa navyo, ametupa elimu jinsi ya kuvitumia na jinsi tutaweza vikatusaidia tukiepukana na ile kazi ngumu tunazofanya za mikopo, kukopa mikopo migumu inayotusumbua, inatufukuza nyumbani, tunakimbia nyumbani kwa sababu ya kushindwa kurejesha. Lakini leo hii ametuonyesha njia rahisi ya kuweza kuimudu maisha yetu na kufanya kazi zetu kwa ulaini. Kwanza kipekee namshukuru Mama Samia Suluhu Hassan pamoja na Esther Malekwa. Mungu ambariki sana. Tutaenda kujikwamua katika kiuchumi kwa sababu mama ameona umuhimu wa kututoa katika hali tuliopo sisi wa mama na kutuweka katika hali ya kujikwamua kiuchumi. Kwanza kipekee siku ya leo tumefurahi sana wa mama, tumekuwa na shangwe kubwa. Sasa tunakushukuru mheshimiwa bunge wetu kwa kutuwezesha kutuletea mradi kama huu. Tuna imani kabisa kwamba wana Makiwaru tutainuka, wamama watainuka, kila mmoja atainuka kwa ajili ya mradi wako huu. Ni jambo la kumshukuru Mungu kwa mheshimiwa mbunge wetu Esther Maleko, na pia kwa kupitia rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu. Ni mama wa kipekee ambayo ni historia katika nchi yetu hii ya Tanzania, imekuwa ni historia kubwa kwa upande wa kina mama. Tumemshukuru sana kwa kutupatia mradi huu mkubwa ambao hatujatarajia kuona mradi kama huu. Lakini Mungu amemwezesha kumpa maono ya undani zaidi, akaweza kuwezesha kina mama ili tuweze kujikwamua katika hali ya umaskini. Tunamshukuru sana Mama Samia, tunamshukuru sana mama yetu mheshimiwa mbunge wetu Esther Maleko. Mungu ambariki.
East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.